wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Au wengine kama viumbe aliyowaumba hawana khiari katika maamuzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maelezo haya mimi na wewe tujifunze jambo, kwamba Mwenyezi Mungu anapokuwa ametengeneza utaratibu wake, alafu na wewe ukataka ulazimishe lile la Mungu liwe lile unalolitaka wewe, ni kujipa dhiki, kujipa tabu sana, na unaweza ukaishi katika maisha magumu kwa sababu ya kulazimisha lile ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliwekea utaratibu fulani, wewe unataka ugeuze utaratibu ule usiwe hivyo. Wako watu waliishi katika mfumo wa dhiki na tabu kwa sababu hawakutaka kabisa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe na mamlaka yale aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa yeye ni mtume, achukue ujumbe kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, aufikishe ujumbe ule kwa wale ambao atakaokuwa anawaongoza. Wengine wasema hapana, haiwezekani, huyu mtoto wa fulani, huyu mtoto wa marehemu Abdalla ndio atuongoze sie. Watu walikuwa hawataki kukubaliana na maamuzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanasema, kwa nini awe huyu maskini? Kwa nini asingekuwa fulani? Kwa nini asingetoka kwenye ukoo fulani? Kwa nini atoke huko? Kwa hiyo walijikuta wanaishi katika mfumo wa shida na dhiki na tabu kwa sababu tu ya kutokubaliana na maamuzi aliyoyaweka mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yeye ndio anayeumba na yeye ndio ameweka utaratibu wa kuchagua anachokitaka ukiweka mahala anapopataka. Ndugu zangu, unaweza ukajipa tabu leo, kwa nini fulani yawe imamu? Hajashushiwa huyo, wa uimamu ndo Allah ashampangia awe imamu. Wewe unaweza ukahangaika ukapata dhiki tu ukajipa tabu. Kwa nini huyu awe ndo mudiri wa madrasa hii? Yeye kama nani? Mbona anajiona sana? Ndio tayari Allah Subhanahu wa Ta'ala ameumba yeye utaratibu na yeye ndio amemkabidhi huyo awe hivyo. Wewe kutaka yule asiwe hivyo, unajipa tabu, utaishi maisha ya dhiki. Ndugu zanguni, katika sekta hiyo leo nataka kidogo tuangalie nukta ya msingi. Kuna watu hawakubaliani katika utaratibu wa kuwatii wazazi wao na kukubaliana kwamba mimi huyu ni mzazi wangu na nalazimika nimtii na nimuheshimu na nimpe hadhi zake zote kama mzazi. Kuna watu bado hawakubali hilo. Utakuta mtu anagombana na mzazi wake mpaka inafika hatua anaweza akathubutu kusema, kama mimi pia ningetangulia kuumbwa, hata mimi ningekuzaa vile vile. Sawa, ingekuwa hivyo, ingetokea hilo, lakini haikuwa hivyo, ndio limetokea hili. Kubaliana nalo sasa. Kwa nini uendelee kupinga? Na ndipo unapowaona watu wanakosa radhi za wazazi wao na matokeo yao wanaharibikiwa katika maisha yao. Wallahu yakhluqu ma yasha wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Mungu ndio ana utaratibu wa kuumba anachokitaka, lakini pia anachagua anachokitaka ukiweka mahala anapopataka, lakini watu hawana hiari kwenye maamuzi na mamlaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuthibitisha hilo alipata kusema katika moja ya hadithi, ridallahi fi ridal walidain wa sukhutullahi fi sukhutil walidain, kwamba ukitaka Mungu akuridhie awe radhi na wewe, basi radhi za Allah zinapatikana katika radhi za wazazi, na ukitaka Mungu akukasirikie, basi makasiriko ya Allah yanapatikana katika kuwakasirisha wazazi. Kwa nini? Kwa sababu tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiyo utaratibu wake ameumba, akaweka utaratibu kuwachagua hawa watangulie, alafu wewe uchelewe ili wao wawe waheshimiwa, wewe uwe ni utaratibu wako
na nafasi yako kutoa heshima kwao. Ukitaka jambo hilo uligeuze kinyume chake, ili hali Mwenyezi Mungu ndo kashapanga hivyo, utapata shida.